Moja. Mechi ya leo tunasema ni mechi ya utangulizi, ni mechi ya utangulizi kwa sababu anapotaka kuingia mwanaume kwenda kupambana lazima kuwepo na utangulizi, pambano la utangulizi, si ndio? Kwa hiyo pambano la leo Simba na Coast ni mechi ya utangulizi. Wanaume watakwenda kucheza hapo kesho kwa ajili ya kuandaa safari ya kwenda kulibeba kombe la CRDB Federation. Waluke wanavyoweza kuluka, lakini mtawala na mmiliki wa kombe la CRDB Federation ni Young Africans. Siku ya leo tumemwona mai wetu ametangulia geto. Kesho wanaume tunakwenda kuingia kwenye nyumba yetu, nyumba ya maajabu, kwa ajili ya kwenda kumchukua mwali wetu, na tumefurahi kuona Simba ametangulia geto, kwa sababu tunakwenda kulichukua kombe letu la CRDB Federation mbele ya mikono yake. Kumbuka msimu uliomalizika tumelichukua kombe baada ya yeye kutukimbia, tukalichukua kwenye mikono ya Azam FC. Kwa hiyo tunakwenda kulichukua mbele ya mikono yake mwenyewe. Tuwapongeze kwa kuweza kuja, wamekuwa majasiri wa kutosha. Kwa hiyo karibuni sana, vidume kesho vitakuwa vinakuja sasa kwa ajili ya kumchukua mwali. Tumemwona Libase man of the match wa mchezo wa leo. Nimeona alamu kabisa. Goli moja, assist moja. Nimeona wachezaji wengi. Nimemwona Makambo, moja kati ya striker mzuri, amejitahidi, amecheza vizuri, ameweza kuwatingisha sana. Umeelewa? Hata Simba pia anawafaa. Tumzungumzie Libase kiendo. Mchezaji wa kawaida sana. Yani man of the match wa leo ni mchezaji wa kawaida sana. Kwa sababu wewe unataka mimi nizungumze unavyotaka wewe. Lakini man of the match wamekuwa wengi sana. Labda nikupitisha kwenye njia moja. Unaukumbuka mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba pale katika uwanja wa New Amaan? Unakumbuka msimu uliomalizika? Man of the match wa mchezo ule alikuwa goalkeeper Pinpin Kamara, unakumbuka? Pinpin Kamara anakuwa man of the match kwenye mechi ya Simba dhidi ya Azam. Ikiwa Pinpin Kamara, Azam hawajapiga shoot on target hata moja. Sio, umeelewa? Hawakupiga shoot on target hata moja, full time dakika 90. Azam hawajapeleka shambulizi line yoyote, lakini goalkeeper akawa man of the match. Kwa hiyo unapomzungumzia huyu wa leo ni man of the match kama wachezaji wengine tu. Umeelewa? Lakini mimi ninachofurahi kuona ni kuona kwamba baadhi ya wachezaji wabovu waliokuwa Young Africans wakaenda Simba, wamewasaidia, wamewaonyesha uwezo, wamewasaidia vizuri. Kwa hiyo tunakwenda kucheza nao kama endapo, umeelewa, tutakuwa tumevuka hapo kesho, tutakwenda kucheza nao. Tumzungumzie mzee wa kujititimua Nixon Kibabage, anaweka assist, lakini pia vile nimemshuhudia akiweka kamba, akipokea pasi nzuri kutoka kwa Libase. Mimi nilisema kwamba si mchezaji mbaya, kumbe ni mchezaji mzuri. Kipindi anaondoka Young Africans ni kama vile hamkuona chaguo sahihi kwake. Nyama Simba akaona na kutazama na akamsajili, na ndiyo faida ambayo inawapeleka katika hatua ya fainali. Ndio maana nimesema tunafurahi kuona wachezaji wabovu waliotoka Young Africans wanakwenda kuwafaa Simba na kuwasaidia, akiwemo na Nixon Kibabage, moja kati ya wachezaji wabovu kwenye upande wa Young Africans kwa wakati ule, lakini saizi amekwenda kuwasaidia Simba. Anawasaidia, of course anawasaidia. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wanaonyesha nguvu ni yeye, amewasaidia, anawafaa. Lakini yote kwa yote wameshatangulia magetoni. Sisi tunakwenda kwa ajili ya kupambana nao na tutakwenda kuchukua ubingwa. Kwa sababu mimi naamini tangu hizi benki zimeanza kuchukua utawala kwenye eneo la mpira, basi mwenye haki na mmiliki wa vikombe hivi ambavyo vinapita kwenye hizi benki ni Young Africans. Na niwaambie tu wana Young Africans popote pale walipo, naamini wananchi kutoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza wapo kwa ajili ya kuhakikisha Young Africans siku ya kesho anamkamua vibaya mno Azam FC. Na naamini hivyo tutakwenda kushinda, sababu Yanga pale ni kama tuko nyumbani. Yes, Mwanza ni nyumbani. Tunakwenda kuchukua alama zetu 3 na goli za kutosha, tunakwenda fainali. Hapo ndipo tutakapokwenda kuambia kwamba Young Africans anapokwenda nusu fainali mpaka fainali anakuwa ni mtu wa namna gani. Na niwaambie tu wana Yanga kokote pale ulipo, hakikisha unapambana kuhakikisha Young Africans inakwenda kuchukua na kutetea mataji yake yote. Tunaposema kupambana, maana yake ni nini? Kwamba sio tu kuwaachia wachezaji uwanjani, sio tu kuwaachia viongozi. Sisi wenyewe tunatakiwa kwenda kupambana kwa hali na mali. Lakini mimi naamini kwa quality players tuliokuwa nao sisi tunakwenda kutetea ubingwa wetu. Japokuwa mechi zimetubana sana. Ukisema zimetubana na maanisha kweli. Angalia mara ya mwisho Azam FC amecheza lini?
Wewe unakumbuka mara mwisho Azam FC amecheza lini? Cheza juzi dhidi ya Mashujaa. Ilikuwa lini unakumbuka? Ilikuwa ni juma ngapi? Ilikuwa kama Jumanne hivi. No, sio Jumanne. Alhamisi Azam. Ilikuwa Alhamisi. Yanga amecheza lini? Kama Azam amecheza Alhamisi na Mashujaa, Yanga amecheza lini? Na Fountain Gate. Mechi yake ya mwisho ilikuwa. Simuona huyo ana kumbukumbu? Nazo. Huna. Kwa sababu Young Africans imecheza lini? Dhidi ya ya Fountain Gate simecheza Alhamisi. Wa kwanza kucheza alikuwa ni Azam, wa pili akaja kucheza Azam, amecheza watatu akaja kucheza Young Africans. Wakati ameanza kucheza Azam amecheza siku ya Jumanne. Umeelewa? Amefuata Simba, amefuata Yanga. Yanga ndo anakuja kucheza. Yanga inacheza leo, imepumzika leo, kesho inatakiwa kuingia uwanjani. Wakati Azam wana siku 5 za mapumziko. Sio, umeelewa? 5 hazifiki. Tafuta kisingizio cha kukimbia Simba. Kutoka si mimi nimkimbia Simba kwa sababu gani? Tafuta kisingizio. Wewe mimi namkimbia. Nikuuliza swali. Chuma 4 ni nyingi. Ngoja, chuma 4 amemfunga nani? Yaani wamfunge Coast. Kwani Coast Yanga ile? Nakuuliza wewe swali. Coast Yanga ile? Kwa ubora aliokuwa nao. Wewe mimi nikuulize swali, nimkimbie Simba. Simba mpaka sasa hivi mechi 8. Nimekutana naye mara 8, amechukua alama 3 kwenye mechi. Amechukua? Yaani mechi 8 nilizokutana nazo yeye kwenye ligi, kwenye ngao. Umeelewa? Amechukua alama 3 kwenye mechi. Kwa msimu huu ametangaza ubingwa mbele yako. Hujajibu swali. Hilo sio swali uliloulizwa. Swali umelielewa? Swali umelielewa? Swali umelielewa? Alama 3. Swali umelielewa? Umesema alama 3. Narudia tena swali kwa sababu mimi sio nimeuliza. Umeuliza wewe, nimeuliza mimi. Na kuuliza swali. Mechi 8 ambazo tumekutana na Simba ngao ya jamii mpaka kwenye ligi ya NBC. Simba amechukua alama 3 kwenye mechi. Unauliza hizo ili uweze kunijibu ya kwamba umemfunga mara nyingi. Hujanijibu swali, mbona unakwepa? Kwani ukisema hakuna mechi yote ambayo amechukua alama 3 wote umia wapi? Hakuna sehemu yoyote ambao Simba amechukua alama 3 kwenye mechi 8. Ni kweli hakuna sehemu yoyote ambayo amechukua alama 3 mbele yako, ila ametangaza ubingwa mbele yako. Kwani ulikuwa unashindwa nini kusema hivyo kwamba hakuna mechi hata moja ya ligi ambayo amekuja kuchukua alama 3 kwako, lakini amekuja kuchukua alama 3 kwenye bonanza? Umeshindwa nini kusema hivyo? No, ilikuwa bonanza ile. Ilikuwa nini? Bonanza unaweka fungo. Ilikuwa nini ile? Bonanza inakuwa fungo. Haujanijibu swali, ilikuwa nini? Mashindano yale. Mashindano. Kwa hiyo na CRDB nao ni bonanza. Ndio maana nakwambia. Hatuna taratibu. Ligi. CRDB nao ni ligi hiyo. Ligi imeanza muda mrefu sana. Na ile nayo ile ilikuwa bonanza. Muungano bonanza. Bonanza ndio. Watu walianzia kuanzia makundi. Muungano ni ligi ya wapi? Jibu swali, muungano ligi ya wapi? Kweli nimeamini Simba Sports wana haki. Wewe umeamini na Mungu akunusuru na akusaidie. Sikiliza nikwambie. Young Africans ndio timu pekee ambayo imesajili wachezaji wazuri na tutakwenda kuwaonyesha. Na Pacome Zouzoua, Profesa, mchezaji pekee ambaye ameipeleka Ivory Coast katika michuano ya World Cup. Sawa? Kama sio tu injury, niache nitiririke na Yanga naelewa. Kama sio injury, tumeelewa. Kama sio injury iliyomfanya Pacome Zouzoua akaacha na kuomba msamaha. Sikiliza vizuri. Ambaye karatasi yake tayari ishaandaliwa msimu ujao hata kuwepo ndani ya Yanga Afrika. Aliyefunga goli akaomba msamaha nani? Yeye. Alimwomba nani? Si aliwaomba mashabiki radhi. Nisikilize nikwambie. Pacome Zouzoua, profesa wa mpira, mwenye tuzo yake ambayo bado hajapewa ya MVP. Naamini atapewa. Sawa? Hatutakubali wana Yanga aondoke katika nchi hajapewa tuzo yake ya MVP. Utajua mwenyewe huko nyuma. Nisikilize nikwambie. Pacome Zouzoua ndio mchezaji aliyepeleka Ivory Coast katika michuano ya World Cup. Umeelewa? Lakini kwa sababu ya ile injury aliyokuwa nayo, ile injury aliyoipata ile ikamfanya yeye sasa akashindwa kuendelea kule walikwenda wenzake. Sawa? Kwa hiyo mimi nikwambie, nikuhakikishie tu kwamba pambano la leo ni pambano la nini? La utangulizi. Hao watu wameingia magetoni. Sisi tunakwenda tunamchukua mwali wetu. Simba hajawahi kuwa mbabe mbele yetu sisi. Sawa? Neno moja kwa kumalizia tu. Kuelekea kwenye mchezo wenu hapo kesho, mnawaambia nini wanalamba lamba? Azam FC tunawaambia tu kwamba jipangeni kuhakikisha kwamba mnatuachia alama 3. Ni muhimu sana kwa sababu Young Africans ndio wamiliki wa hilo kombe na hatutakubali kuachia haya makombe mawili katika dakika 90 za mwisho hizi. Hatutakubali. Sisi ndio wamiliki na wafalme wa soka la Tanzania. Utaki twende
kwenye namba twende tukaangalie ni nani mmiliki, nani amemiliki vikombe hivi kwa muda mrefu. Ni sisi. Hatuwezi sisi kuachia hichi kikombe cha CRDB Federation iwe kwa sababu ya vichezaji vitotototo vikina libasi hivi vya dirisha dogo, vitoto vya dirisha dogo. Mimi nataka nimalize na hili na nafunga kipaza changu. Wewe maliza tu. Kati ya hili hapa liko wapi? Niende nikachukue CRDB Federation Cup, niende nikachukue ligi kuu Tanzania bara, lipi kwa upande wa Young Africans leo lina umuhimu mkubwa kuliko yote? Chagua moja, ndugu yangu. Umesema uende ukachukue wewe au sisi? Nimekusikia ukisema niende nikachukue wewe au sisi? Nikwambie kitu kimoja. Hujanijibu swali langu. Vikombe vyote ni vya Yanga. Ni bora CRDB Federation Cup ama ligi kuu Tanzania bara ya NBC Premier League msimu huu kwa Young Africans? Chagua moja. Lipi mkilipoteza mtakuwa mnaumia zaidi? Nikipoteza makombe yote na sipotezi. Makombe yote nikwambia kitu kimoja. Ni bora la ligi kuu Tanzania bara. CRDB Federation ni la muhimu sana. Lipo Jangwani kwenye kabati ya Harris. NBC lipo Jangwani kwenye kabati la Young Africans. Tangu CRDB wameanza kutengeneza kombe ni la kwetu. Tangu NBC wameanza kulitengeneza kombe limekuwa ni la kwetu. Wewe unasemaje nikiyapoteza makombe ambayo ni yangu? Mimi ndo mmiliki. Simba nani anataka? Hawezi kulipata. Asubiri CRDB na NBC waondoke kwenye nchi.